Ahlan wa sahlan mfuatiliaji wa kipindi cha da'wa, ni kuamkie kwa maamkizi mema kabisa, nayo ni assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Tuko kwenye muendelezo wa vipindi vyetu na sasa tuko katika huu msimu wa Ramadhan. Vipindi vinavyoendelea ni kuidadavua na kuiangalia zaidi kwa undani saum kwa lugha nyepesi na laini ambayo shekhe wetu atatuzungumzisha ili tufahamu zaidi yale ambayo yanaweza kuongeza tija katika saumu yetu. Katika kipindi kilichopita tulitazama malengo ya saumu. Ndani yake tukagundua malengo ya saumu ni kumbadilisha mja tabia na kumtoa katika yale mambo ambayo ameyazoea na kwenda katika mfumo mpya ambao ni wa kupenda yaliyokuwa mazuri na kuchukia yaliyokuwa mabaya. Na leo katika kipindi cha dawa tunazungumzia swala zima la nia. Inawezekana umeshawahi kusikia neno hili lakini unalifahamu kisheria nia ni nini? Sheikh, karibu wasalimie kisha waambie nia ni nini. Sawa. Al-ikhwa, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Awali nimshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia rehema Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bila kusahau masahaba zake mtume na wote watakaofuata mwenendo kama wao mpaka siku ya kiyama. Ndio. Nia kwa mujibu wa utohozi wa asili ya neno an-niyatu qasdu shay'in muqtarina bi fi'li, ni kulikusudia jambo ukalioanisha na kitendo unachokifanya. Ndio. Ni kuwa na jambo katika moyo wako ukalikutanisha na kitendo, hilo jambo litakuwa sasa, hiyo ni azma na kusudio. Na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema innamal a'malu binniyati, hakika si jambo jingine, mafanikio ya chochote, ukamilifu wa chochote unategemea muhusika ana nia gani ya kufanya jambo hilo, ana nia gani katika hilo. Kwa hivyo nia ndiyo inayofanya jambo likubalike. Ndio. Kulikusudia jambo ukalikutanisha na kitendo, nia hiyo ndiyo jambo linapimwa kukubalika. Nia ndiyo inayofanya jambo liwe sahihi. Ndio. Nia ndiyo inayofanya jambo liwe batili. Ndio. Nia ndiyo inayofanya jambo liwe ibada. Ndio. Nia ndiyo inayofanya jambo liwe maasi. Sawa. Kwa hivyo ni jambo la muhimu sana. Kwa hivyo saumu nayo inahitaji nia. Inahitaji nia thabiti na unakusudia nia hiyo kwa jambo gani. Sawa. Kwa hivyo ili kukubalika mtu kafunga, ndio anatakiwa awe na nia ya kule kufunga. Awe na nia ya kule kufunga, na kwa ibada ya saumu ni lazima nia hiyo iwepo kabla ya muda wa kufunga kufika. Sawa sawa. Na kwa mujibu wa fiqhi tunasema mtu anatakiwa alaze nia. Ndio. Awe ana nia ya kufunga kabla ya wakati wa kufunga hujafika. Manake nia hii lazima ifanyike usiku, ndio, kwa kuamkia siku ya pili ya mwanzo wa kufunga. Sawa sawa. Kwa mujibu wa ibada, siku huanza baada ya jua kuzama. Wakati wa kufunga huwa unaanza kabla ya kuchomoza jua. Sawa sawa. Siku inaanza, muda wa kufunga hujaanza. Sawa sawa. Muda wa siku kwa fikhi hii ibada unaanza baada ya jua kuzama. Leo ni Ijumaa. Magharibi ya leo jua likizama, ule usiku ni wa Jumamosi. Kwa hiyo siku ya Jumamosi inaanza baada ya jua kuzama. Ila muda wa kufunga Jumamosi utaanza kabla ya kuchomoza jua au utaanza alfajiri. Kwa hiyo kabla alfajiri haijafika, usudio la kufunga liwe limetimia, limekamilika. Hiyo ndio ibada ya saumu itakubalika na saumu itakuwa ni sawa sawa. Na kama nilivyosema, nia ndiyo inayofanya jambo kukubalika. Unaweza kuitamka nia hiyo kwa maneno yakasikika. Ndio. Na unaweza usiitamke nia hiyo kwa maneno ya kusikika, lakini lazima uwe na kusudio la kufanya jambo fulani. Sawa sawa. Nia ndiyo humpa maamuzi ya mtu kufanya kitu. Umeelewa vizuri eh? Sawa sawa.
Kwa hivyo nia hiyo ikiwekwa ndio itakufanya jambo hilo likubalike, na nuia kufunga kesho kwa ajili ya Mwenyezi Mungu. Hii ni nia. Naweka nia au naweka azma ya kufunga kesho kwa ajili ya Mwenyezi Mungu. Kama nilivyosema, nia inaweza kufanya jambo likawa ibada. Lakini nia inaweza kufanya jambo likawa maasi. Nia inaweza kufanya jambo likakubalika. Nia inaweza kufanya jambo lisikubalike. Kwamba bana, ninanuia kufunga kesho, nia yangu ni kuondoa lawama kwa watu. Kweli kesho utaamka, utakuwa ujala au nini, lakini yeye haikuwa kufunga kwa ajili ya Mwenyezi Mungu. Sawa sawa. Umeelewa vizuri? Wewe unataka kuondoa lawama kwamba bana, watu wote wataonekana wamefunga isipokuwa mimi tu. Sasa kuondoa lawama, bwana, mimi nitafunga. Haiwezi kuwa saumu hiyo. Na nia hiyo bado saumu haijatimia. Kosa linakuwa limefanyika wapi? Kwenye nia. Kwa hivyo nia ni jambo la muhimu sana, kama anavyosema Mtume, hakika jambo lolote la mwanadamu kukubalika kwake kunategemea nia yake. Kwa hivyo watu wote wanaojiandaa kufunga Ramadhani wanatakiwa wahakikishe wanayo nia thabiti na ya kweli ya kufunga kwa ajili ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na nia hiyo lazima ianze kabla ya wakati wa kufunga. Wakati wa kufunga ni upi? Ni alfajiri, kabla ya jua kuchomoza. Na sio kuchomoza kwa maana ya kwanza ile alfajiri tu mwangaza wake ule, tuseme lugha nyepesi, ni kabla ya kuswali sala ya alfajiri. Mtu awe ametia nia kipindi hicho. Huo ndio wakati wa mwanzo wa kufunga. Naeleka vizuri? Ingawa siku imeanza jua lilipozama kwa mazoea jana, lakini hapana, muda wa kufunga unaanza wakati huo, na nia yake inatakiwa ikiwe pale. Na ukishatia nia, maana yake miongoni mwa maana ya tamko la kufunga ni kujizuia. Kwa hivyo ninatia nia ya kujizuia kula, kunywa na matamanio yote ya halali na ya haramu katika kipindi chote cha mchana mpaka jua kuzama, kwa ajili ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Nia hii ni jambo la muhimu sana, na nia hii ina faida kubwa sana. Kwa sababu innamal a'malu binniyati. Mwili wa mwanadamu psychologically huwa unajua. Ukitia nia unafunga. Msemo wa kisasa wa kimjini, njaa inasubiri, nakaa pembeni kidogo. Kwa sababu wewe umeshatia nia ya kufunga. Usipotia nia ya kufunga, nafsi kujiandaa kusubiri chakula wakati wote. Unapapatika, lazima utapapatika. Ili usipapatike, thibitisha nia yako. Ukithibitisha nia yako kwa usahihi, umeiandaa pia nafsi yako. Haitokusumbua hata kama jua ni kali kiasi gani, hata kama kiu ni kubwa kiasi gani. Inatambua kuna nia ya kufunga, lazima ikusubiri mpaka wakati wake utakapofika. Bila shaka utakuwa umepata mawili matatu kidogo kuhusu nia ni nini, na pengine imekuongezea kitu kwenye ile kawaida yako. Wewe ambaye ulikuwa unafunga kwa nia ya kuondoa lawama, leo utakuwa umegundua kufanya hivyo utakuwa unajipunja, kwa sababu utakuwa unafanya si kwa ajili ya Mwenyezi Mungu. Fanya nia yako iwe ni kwa ajili ya Mwenyezi Mungu, Sheikh anatuambia, na hayo ndiyo maelekezo ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Swali langu kwako Sheikh, ndio, inawezekana nikachanganya nia mbili kwenye amali moja? Mfano, mimi natakiwa kupunguza uzito. Na nimeona kufunga ni miongoni mwa njia ambazo zinaweza kunisaidia kupunguza uzito. Sasa nataka kutumia fursa ya Ramadhani kwanza kufunga kwa ajili ya Mwenyezi Mungu, lakini wakati huo huo nitimize lengo langu la kupunguza uzito. Sheria inaniruhusu kuwa na nia mbili? Wewe utakuwa unachanganya vitu viwili kwa wakati mmoja. Ndio. Hizi ibada zina mambo mengi sana. Sawa sawa. Ibada hizi kwanza ni amri ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala iliyopangwa. Kwa hivyo ibada yoyote haifanywi namna unavyotaka, haifanywi namna unavyopanga, inafanywa kwa namna inavyotakiwa. Hii ni maelekezo ya ibada. Kwa hivyo ukifanya saumu kwa ajili ya kupunguza uzito, unaihamisha saumu kwenye kazi yake. Sawa sawa. Isipokuwa hizi ibada, mbali ya kuwa ni amri ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kila ibada ina kazi. Sawa sawa.
umekusudia, hukukusudia, ibada itafanya kazi yake. Ili mradi tu tekeleza ibada katika utaratibu na ufaa. Sawa sawa. Nikutajie kwa mfano moja ya kazi za saumu. Achilia mbali umenuia vizuri au umenuia vibaya. Sawa sawa. Lakini kazi ya saumu kwa aliyefunga, Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema hivi, sumu tasihu, fungeni mtapata afya njema. Fungeni mtatengeneza afya zenu. Wewe ukifunga kwa namna inavyotakiwa, automatic saumu kuna kazi inafanya. Sawa sawa. Itapunguza uzito, itapunguza kolesterol, itapunguza haya na itakufanyia kazi hiyo. Wewe funga kwa namna inavyotakiwa. Zingatia utaratibu wa kufunga unavyotaka. Zingatia hilo, saumu itafanya kazi hiyo. Sasa wewe usitafute hii kazi ikawa ndio nia yako. Ukiweka nia hiyo ndio kazi inayokufanya ufunge, unafunga kwa ajili ya kupunguza uzito, sio kutekeleza amri ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, saumu utaikosa, kwa sababu innamal a'malu binniyat. Tendo lolote linazingatiwa mfanyaji amekusudia nini. Umeelewa vizuri? Ni kama vile unaswali Allahu Akbar, mara katokea mdudu au kitu, ukaona uiname kwa kukikwepa. Usiunganishe, basi na rukuu ndo umo naendelea. Usiunganishe. Sawa sawa. Madhali uliinama kwa kukwepa kitu, kuinama kwa kurukuu lazima liwe kusudio la kufanya hivyo. Innamal a'malu binniyat. Kwa hivyo rudi rukuu kwa makusudio ya kurukuu. Ibada ndivyo zinavyotaka, innamal a'malu binniyat. Kwa hiyo usifanye jambo kwa kubahatisha. Usifanye jambo kwa kusudio tofauti, utakosea. Na usipate tabu kwa unachokitaka. Tatizo lipo hivi, hizi ibada watu wengi hatuzijui vizuri. Sawa sawa. Intention kwenye ibada watu wengi wapo kutafuta thawabu na kuepuka kupata dhambi, kwa matarajio ya kupata pepo na kutoingia motoni. Haya ni matokeo. Ni matokeo ya unachokifanya. Jambo lolote zuri ulilolifanya litakupa matokeo. Matokeo yake yanaweza kuwa thawabu. Thawabu ni pongezi anazotoa Mwenyezi Mungu kwa wale wote waliofanya jambo kwa kumsikiliza alichokisema. Na anawapa ahadi, mkifanya yote ninayoyataka kwa namna hiyo, nitakupeni pepo. Haya ni matokeo, lakini Qur'ani inasema hivi, man amila salihan falinafsihi, mwenye kufanya lililo zuri yoyote yule ni kwa maslahi yake pale pale anapofanya. Na ikiwa kufanya kwake ilikuwa ni kuitikia wito wa Mwenyezi Mungu, furaha ya Mungu kwa kuona amekubali ushauri wangu, anakupa thawabu. Lakini tija unaipata pale pale. Kwa hivyo wanaofunga wasifunge kwa nia ya kuondoa uzito. Wafunge kwa ajili ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ila saumu itafanya kazi ya kupunguza uzito wao. Sawa. Kwa hiyo wewe ambaye unapata shida, ulikuwa una malengo ya kupunguza uzito, lakini umeshaelewa leo kuhusu nia ya kwanza itangulie ni ya kwa ajili ya Mwenyezi Mungu. Fanya ibada yako ya saumu kwa ajili ya Mwenyezi Mungu. Haya mengine yote ambayo unayatamani, ambayo ni matokeo ya saumu, yatakuja yenyewe. Kama alivyosema Shekhe, yoyote mwenye kufanya jambo kwa maneno ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, basi anajifanyia nafsi yake yeye mwenyewe. Bila shaka funga itafanya hayo mengine ambayo umeyakusudia kuyapata au unatamani kuyapata, lakini nia yako, kusudio lako la dhati liwe ni kutekeleza amri ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Shekhe, tunamzungumzaje mtu ambaye ameanza vizuri na nia ya kufunga kwa ajili ya Mwenyezi Mungu, halafu katikati ya saumu yake nia ikabadilika? Kwa sababu anayefanya hivyo sio wewe. Inaweza hili swali tusilipate vizuri, kwa sababu kila mtu ana msukumo. Nabadilika hapa kwa sababu gani nabadilika? Ndio. Hili jambo likikosewa mwanzoni kwenye nia kule,
kama nia yako sio kwa ajili ya Mwenyezi Mungu, ndio maana yake katikati ya saumu itakuja hiyo dhamira yako ya kweli wa kule kufanya hicho kitu, unaweza kubadilika. Ndio maana tunasema innamal a'malu binniyati. Haya mambo yanazingatiwa kwamba nia ndiyo inayofanya jambo kukubalika au kutokubalika. Ukimwona mtu anabadilisha kusudio lake katikati ya saumu, huyu alianza kuikosea nia kule mwanzo, hakuiweka kwa ajili ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kuna kitu kimoja nikwambie, ni cha kiufundi kidogo lakini kipo. Kuna watu wanaodhani kufunga ni kubadilisha muda wa kula. Tulikuwa tunakula mchana, sasa tunakula usiku. Umeelewa vizuri saumu sio kubadilisha muda wa kula. Ingawa muda wa kula unabadilika, lakini kusudio la saumu sio kubadilisha muda wa kula. Ndio maana saumu ina adabu zake. Usipozingatia adabu hizo, huwezi kupata yale matokeo. Kwa sababu tumebadilisha muda wa kula, mtu anafika wakati wa kufuturu, anafuturu mpaka anavimbiwa. Huyu hajaelewa maana ya kufunga. Kipindi cha saumu ni kipindi cha kudhibiti utaratibu wa kula ili kutengeneza afya zetu. Mtume Muhammad anasema nahnu qaumu la naakulu hatta najua. Sisi watu wastaarabu, hatuli mpaka tuwe na njaa. Wa idha akalna la nasba, na tukila hatushibi kupitiliza. Sasa kama unataka saumu ifanye kazi yake, zingatia adabu za mafundisho haya. Hii ni ibada. Kwa hivyo tujifundishe, tuijue vizuri, tuitekeleze kwa namna ilivyo ili ifanye kazi iliyokusudiwa. Kwa hivyo ukimwona mtu katikati ya saumu anabadilika, maana yake huyu hakwenda na lile lengo na lile kusudio pale mwanzoni. Nia yake haikuwa hilo jambo. Kwa hivyo tuweke nia ya kufunga kwa ajili ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ukiweka nia ya kufunga kwa ajili ya Mwenyezi Mungu, maana yake utazingatia miiko ya saumu inapotakiwa. Utazingatia taratibu za saumu zinapotakiwa. Na saumu ile sasa itakupa matokeo tarajiwa au tarajali katika jambo lilokusudiwa. Lakini pia hata pale ulipopewa ruhusa ya kula, utazingatia ulaji kwa mujibu wa maelekezo ya saumu ili atoe tija. Katika sunna tunaambiwa inna fi suhuri baraka. Katika kula daku kuna baraka. Daku inaliwa mwisho ni kabla ya alfajiri haijaingia. Sasa umeamua kula saa 10 usiku. Kisha ukala mpaka ukavimbiwa. Wewe unaiziwia saumu isifanye kazi yake. Ni kosa hilo katika utaratibu wako wa kula. Kuna vitu vinavyokatazwa na sheria ingawa ni vya halali. Vitu gani? Qur'ani inasema hivi, kuleni, washrabu, na kunyweni, lakini wala tusrifu, msifanye fujo katika kula na kunywa. Mkifanya fujo katika kula na kunywa, mtapata madhara kwa huko kula kwenyewe. Hata kama unakula vitu vya halali. Si lazima ule vitu vya haramu. Kula vitu vya halali lakini sio kwa fujo. Kunywa vitu vya halali lakini sio kwa fujo. Hiyo ni adabu katika chakula. Adabu hiyo izingatiwe pia katika kipindi cha saumu. Saumu ina kazi kwako. Usiharibu kazi hiyo kwa tamaa ya kula. Ramadhani ni kipindi cha mialiko mingi sana. Ndio, kweli. Unakuta buffet kubwa kabisa, sasa unataka kila unachokiona pale ule. Hapana, haendi hivyo, utaratibu huko hivyo. Hiyo unaathiri afya yako zaidi kuliko kuitengeneza. Kama ambavyo umeipa adabu nafsi yako kwamba itakaa bila ya kula, ipe adabu nafsi yako kula kwa kiasi ambacho kitakupa manufaa, hakitakupa madhara. Ndio jambo la msingi la kuzingatia. Naam. Mpaka wakati mwingine tena, sisi tutaendelea kukuletea yale ambayo yatakuongezea tija katika saumu yako, yatakufanya ufunge na upate matokeo ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Na waaga na kwamba mkizi mema, maasalam fi amanillah.